Habari la familia yangu ya kilimo. Leo katika pitapita zetu AgriVista Tanzania tumekutana na mkulima wa pilipili hoho. Hili ni shamba lake la pilipili hoho. Amelitunza na kulihudumia vizuri kama wakulima wengine. Lakini hapa shambani tumekutana na changamoto mbili. Changamoto ya kwanza anayokutana na mkulima ni hii kuoza, matunda yanaoza, kitaalamu wanaita Blossom End Rot. Hizi sio hoho za rangi. Hizi ni hoho za kijani, lakini inapoteza rutuba, inaoza, inabadilika rangi. Ukiangalia vizuri chini shambani, mkulima amepata hasara kubwa sana. Unaona matunda mengi sana yako chini, Matunda yanaoza, yanaanguka. Lakini changamoto nyingine tuliyokutana nayo hapa ni ugonjwa wa mnyauko. Ukiniangalia mimi ni mpaka natota hapa shambani, unyevu uko wa kutosha, lakini bado ukiangalia hii mimea imelala. Kwa hiyo kuna mnyauko. Sasa nataka tuongee jambo dogo ambalo litasaidia wakulima wengine ambao yamkini wanakutana na changamoto kama hizi. Sasa kwa kusaidiana namna ya kukabiliana na changamoto hizi mbili ambazo tumekutana nazo hapa, tukianza na hii kuoza kwa matunda, kuna kitu cha msingi sana kwenye matumizi ya mbolea nitakuelekezeni leo. Kuna kanuni 4 za mbolea ambazo kama mkulima wa zao lolote inafaa uzijue. Kanuni ya kwanza inasema aina sahihi. Ni lazima utumie aina sahihi ya mbolea kwenye zao husika. Kwa mfano, wewe uko kwenye hatua hii ya ukuaji ambapo tayari yameanza kutoa maua na matunda. Mbolea ambayo inahitajika wakati huu ni mbolea ambayo kwa hoho sasa inatakiwa na calcium na nitrogen kwa wingi. Hiyo ndio unapaswa utumie. Lakini ukitumia mbolea ambayo ina phosphorus kwa wingi, kwa mfano TSP, kwenye umri huu wa mmea unakuwa umeweka mbolea sawa kwenye udongo, lakini ambayo haitasaidia huu mmea kuweza kuwa imara kwa ajili ya kubeba matunda. Pili inasema wakati sahihi. Ni katika umri gani wa mmea wewe unaenda kunyunyiza hiyo mbolea yako shambani. Ndio kile nilichokuambia, mbolea ya kupandia ukiweka wakati wa kukuzia unakuwa haina maana, au mbolea ya kukuzia wakati wa kupandia inakuwepo lakini inapotea. Kanuni ya 3 ya uungaji wa mbolea shambani inatukumbusha kuhusu kiwango sahihi. Unaweka kiasi gani kwa umri wa mmea au kwa hatua ya ukuaji wa mmea. Kama ni gramu 5 ambazo zimependekezwa na wataalamu, hakikisha unaweka gramu 5. Kama ni gramu 10, fanya hivyo. Kwa hiyo kiwango sahihi kwenye mmea wako. Lakini hatua ya 4 na ya mwisho, au kanuni ya 4 na ya mwisho, inatuambia kuhusu sehemu sahihi. Mbolea zimegawanyika mbalimbali kulingana na aina ya mbolea. Kuna mbolea ambayo unatakiwa uipige kwenye majani ndio iweze kufanya kazi vizuri. Mbolea ya kupiga kwenye majani ukiiweka kwenye udongo unapoteza ufanisi wake. Lakini kuna mbolea ambayo unatakiwa uiweke kwenye udongo ili iweze kuchukuliwa na mizizi. Na hii ya kwenye udongo kuna ambao ukiiacha tu hapa juu haifanyi kazi vizuri. Inatakiwa uchimbe shimo ndio sasa uweke na ufikie. Kwa hiyo ni sehemu gani unaweka mbolea pia inaweza ikawa sababu ya kumfanya mkulima aweze kupata matokeo. Kwa hiyo kwa kesi hii ya mnyauko ambao mara nyingi ni upungufu wa madini ya calcium kwenye udongo, mkulima inafaa atumie mbolea ambazo zina kiwango kikubwa cha calcium, lakini aweke kwa wakati sahihi, aweke sehemu sahihi, aweke kiwango sahihi pia. Ndio anaweza kupata matokeo mazuri. Kesi yetu ya pili ya mnyauko ambayo inaweza ikasababishwa na bakteria au fungus, hapa sasa mkulima wewe unachagua. Unaweza ukachagua dawa za asili mfano mwarobaini, lakini unaweza ukaenda kwa dawa za viwandani kama tatizo limeshakuwa kubwa kama hivi. Ukatumia dawa ambazo zinazuia bakteria ambazo ni antibiotics, na pia ukatumia dawa ambazo zinazuia fungus kama ni mnyauko unaoweza kusababishwa na fungus. Wakulima wa mazao ya bustani, ninyi mko kwenye hatari kubwa sana ya kukumbwa na magonjwa na vitu vingine. Na AgriVista Tanzania tutaendelea kutembelea mashamba mengi zaidi, tukijaribu kutoa elimu, tukijaribu kujifunza, tukijaribu kuona wenzetu wengine wanafanya nini hata wanaweza kufanikiwa. Hasara kama hizi kwenye mazao ya bustani zinaweza kuzuilika kama mtu atafuata mbinu bora na taratibu bora za kilimo. Endelea kukaa karibu na AgriVista Tanzania kwa ajili ya kujua, kwa ajili ya kuona, kwa ajili ya kujifunza, kwa ajili ya kuwa mtaalamu uweze kujisaidia wewe na umsaidie mwingine.